Naam, mtazamaji, waandaaji wa maandamano makubwa Tanzania ya tarehe 9 Disemba sasa wafichua mipango ya kuahirisha maandamano hayo na kuyasukuma hadi tarehe 25 Disemba, siku ya Krismasi. Waandaaji hao wa maandamano, ambao wengi ni vijana wanaojiita Gen Z wa Tanzania mitandaoni, sasa wametoa taarifa ya kufikiria kuyafuta matukio ya maandamano ya tarehe 9 Disemba kwa sababu hizi nzito ambazo wameweza kuzitoa sasa hivi. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Mvutano unaoendelea kuhusu maandamano yaliyopangwa kufanyika Disemba tarehe 9 nchini Tanzania umechukua sura mpya leo, huku waandaaji wa maandamano wakifikiria kuahirisha maandamano hayo hadi Disemba 25, Krismasi. Mabadiliko hayo ya hivi punde, mkakati ambayo yamezua mjadala mkali kwenye majukwaa ya mtandaoni, yalichochewa na msururu wa wasiwasi uliotolewa na vuguvugu la vijana wa Gen Z na wanaharakati wanaohofia kuwa kufutwa kwa sherehe za kitaifa kumevuruga mpango wao wa awali wa kuandamana siku hiyo. Kulingana na waandalizi, kusukuma mbele tarehe hiyo ya maandamano hadi tarehe 25 Disemba kungewaruhusu kuongeza idadi ya watu waliojitokeza kushiriki na kuepuka mitego ya serikali ambayo huenda iliwekwa kwa kutarajia kasi ya Disemba tarehe 9. Mmoja wa wanaharakati mahiri, Mange Kimambi wa Tanzania aliyeko nje ya nchi, ambaye amekuwa mchochezi na mhamasishaji mkuu kutoka nje ya nchi wa maandamano hayo ya tarehe 9 Disemba, sasa ametoa tamko hilo leo na kusababisha sintofahamu kwa maelfu ya watu waliokuwa wamejipanga tayari kwa maandamano ya Disemba 9. Ushauri mpya wa Mange Kimambi unaotaka vijana wa Kitanzania kuchelewesha maandamano ya tarehe 9 Disemba na kuyasongeza mbele umezua sintofahamu kuhusu hatua zitakazofuata. Alidai kuwa uamuzi wa serikali wa kughairi hafla za siku ya uhuru wa Disemba tarehe 9 haukuwa sadfa, bali ni hatua iliyopangwa kudhoofisha muonekano na athari za maandamano yaliyopangwa siku hiyo. Kwa mujibu wa Mange Kimambi, chaguo la awali la Disemba tarehe 9 lilikuwa la kimkakati, huku sherehe za siku ya uhuru zilitarajiwa kuvuta umati mkubwa katika maeneo ya umma. Waandaaji wa maandamano walitarajia kuongeza uwepo wa umma ili kuongeza idadi ya waandamanaji siku hiyo. Hata hivyo, pamoja na kufutwa kwa sherehe hizo za tarehe 9 Disemba, Mange Kimambi anaamini mitaa sasa itakuwa tupo, hivyo kupunguza ufanisi wa maandamano hayo ya tarehe 9 Disemba na kuongeza hatari kwa washiriki. Anasisitiza kwa kuhamisha maandamano hadi siku ya Krismasi kunaweza kuvutia umati mkubwa kwa sababu watu watakuwa nje kuhudhuria hafla za sikukuu za kidini na shughuli za likizo. Mange Kimambi alieleza kuwa tofauti na siku ya uhuru ya tarehe 9 Disemba, serikali haiwezi kufuta sherehe za Krismasi au kuahirisha sherehe za Krismasi au hata kuzuia watu kwenda kanisani siku hiyo. Kwa sababu hiyo, Mange Kimambi anadai Disemba 25, siku ya Krismasi, inaweza kutoa wakati salama na mwafaka zaidi kwa Watanzania kutoa hoja zao barabarani. Licha ya mapendekezo hayo mazito ya Mange Kimambi, alihitimisha kwa kusema kwamba hayo yamebaki kuwa maoni yake binafsi kama mwanaharakati na sio uamuzi wa mwisho, akisisitiza kwamba uamuzi wa mwisho ni wa wananchi wanaokusudia kuandamana. Wao ndio watakaochagua wataandamana tarehe 9 au tarehe 25. Ujumbe wake umeibua mjadala mkubwa, wengine wakikubali huku wengine wakisisitiza kuwa kuchelewesha tarehe kunaweza kuwakatisha tamaa washiriki au kupunguza kasi na uharaka wa sababu. Ushauri wa kushangaza kutoka kwa Mange Kimambi, ambaye ni mchocheaji wa maandamano haya, unaibuka siku moja tu baada ya Waziri Mkuu wa Tanzania kutoa ujumbe mkali na wahisia kukataa aina zote za maandamano yaliyopangwa. Msimamo wake Waziri Mkuu thabiti ulisisitiza wasiwasi unaoongezeka wa serikali ya Samia Suluhu juu ya uwezekano wa machafuko ya ghasia kufuatia msukosuko uliopatikana baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka 2025. Nchi inasalia katika hali tete ya kupona, na onyo la Waziri Mkuu lilikusudiwa kuzuia kurejea tena katika machafuko ya kitaifa. Akizungumza jijini Arusha katika ziara yake ya kutathmini maeneo yaliyoathiriwa na vurugu za awali, Waziri Mkuu aliwataka wananchi kukataa wito wa machafuko na kutanguliza amani. Alisisitiza kwamba thamani ya maisha ya Mtanzania mmoja inashinda shinikizo la kisiasa au harakati zozote zinazoweza kusababisha kuyumba. Katika matamshi yake ambayo ameweza kuyazungumza, nikimnukuu, alisema hivi: "Sisi tunaposema tunatoa rai, tunaomba Watanzania wote tukatae
jambo la aina hii. Tunamaanisha tunatathmini uhai wa kila Mtanzania. Hata hivyo, ripoti yake ilionyesha uzito wa rufaa yake na azimio la serikali ya Samia la kuepuka kuongezeka zaidi kwa maandamano. Muktadha mpana zaidi wa mvutano unaongezeka ni pamoja na kuongezeka kwa hofu, kutoaminiana, kuongezeka na hali ya kutokuwa na uhakika wa kisiasa nchini Tanzania. Hata hivyo, watu wengi mitandaoni sasa wanahoji kuwa kuahirisha maandamano hadi Krismasi kunawapa muda zaidi wa kuandaa, kupanga mikakati na kukusanya uungwaji mkono zaidi wa umma. Wengine wanaamini kuwa kubadilisha tarehe hiyo kunaweza kuitia moyo serikali kuanzisha hatua mpya ambazo zinaweza kukandamiza maandamano ya baadaye. Kutokuwa na uhakika kumeongeza tu ukubwa wa majadiliano ya mtandaoni, huku kila kambi kijaribu kuhalalisha msimamo wake. Licha ya mgawanyiko wa kiitikadi, wanaharakati wengi vijana wanasisitiza kuwa mapambano ni makubwa kuliko tarehe na nyakati. Wanasema kuwa masuala ya msingi yanachochea maandamano, wasiwasi wa utawala, uwajibikaji na madai ya haki yanasalia bila kutatuliwa. Wanaharakati hawa wanasisitiza kuwa iwapo maandamano hayo yatafanyika Disemba 9 au Disemba 25, sababu ya msingi itaendelea kuwasukuma watu kutafuta mabadiliko. Lengo lao kuu ni kuhakikisha kwamba harakati inabaki hai, yenye athari na inayoonekana bila makosa. Baada ya ombi la serikali ya Samia Suluhu la utulivu kupitia Waziri Mwigulu Nchemba, wanaharakati kama Mange Kimambi wanaendelea kupinga simulizi rasmi na kuchochea maandamano. Wafuasi wake wengi wanaamini kuwa kuahirisha maandamano ni mbinu ya kimkakati ambayo inaweza kukamata serikali katika kipindi ambacho vikosi vya usalama vya taifa vinaweza kuwa viko chini ya kujiandaa kwa uhamasishaji mkubwa. Wanasema kuwa siku ya Krismasi tarehe 25 Disemba, ikiwa ni siku kuu ya umma na harakati iliyoenea, inaweza kutoa wakati wa ishara na nguvu kwa raia kudai mabadiliko. Kwa upande mwingine, wachambuzi fulani wanaonya kwamba maandamano ya sikukuu ya Krismasi yanaweza kusababisha mivutano ya kidini au kuvuruga desturi muhimu za sikukuu. Serikali inaweza kuunda maandamano kama ya kukosa heshima au uchochezi na kuweza kuyakemea na kuweza kusisitiza amani. Vile pia imeunda safu mpya ya upinzani wa umma. Hata hivyo, wasiwasi huu umeungwa mkono na makasisi kadhaa pia wanaohofia kwamba machafuko hayo makubwa katika siku takatifu yanaweza kuhatarisha waabudu na kusababisha matokeo yasiyotarajiwa. Huku mvutano ukiongezeka leo, mashirika ya kiraia yametaka kuwepo kwa utulivu na mazungumzo. Wanaonya kuwa bila ya suluhu la amani, hali inaweza kuongezeka na kuzidisha majeraha yaliyopo. Mashirika haya yanawataka wanaharakati na serikali kuzingatia athari za muda mrefu za maamuzi yao na kusisitiza haja ya kuchukuliwa kwa uwajibikaji. Ujumbe wao uko wazi: ni udhabiti wa siku zijazo wa Tanzania unategemea chaguzi zilizopimwa zitakazofanywa katika siku zijazo. Wakati mjadala ukiendelea, taifa linafuatilia kwa makini kila tamko kutoka kwa wanaharakati, kila jibu la serikali na kila mabadiliko katika hisia za umma hutengeneza njia isiyo ya uhakika mbeleni. Iwapo maandamano yatatokea Disemba 9, Disemba 25 au tarehe nyingine kabisa Disemba, makabiliano yanayoendelea yanaonyesha taifa linalopigania kufafanua mwelekeo wake licha mvutano wa kisiasa na usumbufu wa kijamii. Maamuzi yanayofuata yaliyofanywa na pande zote mbili yanaweza kuamua ukubwa na athari za matukio yajayo. Mtazamaji, maoni yako ni yapi kulingana na habari hizi za Mange Kimambi kutaka maandamano kuweza kutolewa kutoka tarehe 9 Disemba hadi tarehe 25? Je, unamuunga mkono au je unayapinga kabisa maandamano haya na kutetea amani? Na kuachia uwanja huo wa comment section, like video hii kisha subscribe, alafu bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.